Shalom shalom taifa la Mungu. Tunawasalimu katika jina kuu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tulioko mbele yenu ni watoto wa Dr. na Nabii Elisha Muliri. Tukiwa chini ya Pastor Humphrey Godfrey. Kanisa letu ni Ebenezer Restoration Ministry for All Nations. Lililopo Moshi mjini, Majengo karibu na Faya. Tunapenda kuwakaribisha katika ibada za mahali hapa. Maana Mungu wa mahali hapa anatenda mambo makubwa ambayo hata sisi wenyewe yanatushangaza. Wanakuja wagonjwa wa aina mbalimbali, wenye pressure wanapona, wenye kisukari wanapona, walio paralyzed wanakuja wamebebwa, wanatoka wanatembea. Wewe unasumbuliwa na nini? Ni hiyo kazi. Njoo tu mahali hapa. Kama ni magonjwa, una mgonjwa wako yuko mahali fulani, kwa nini ateseke wakati Mungu wa mahali hapa anadhihirika vile ambavyo anatenda juu ya watu wake? Kuna baadhi ya watu ambao wametendewa mahali hapa na wako na shuhuda zao. Tutaenda kuwasikiliza kidogo tu kwa ufupi sana shuhuda zao. Mama, tuambie, unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa jina naitwa Rebeka Mtimbuka, natokea Matindigani. Una muda gani mahali hapa na Mungu wa mahali hapa amekufanyia nini? Nina miezi 4 toka nimeanza hili kanisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri. Ulikuwa unasumbuliwa na nini mama? Nilikuwa nasumbuliwa na ndoto mbaya. Nilikuwa naota ndoto mbaya ikifika usiku wa 8. Ninaota ninakabwa, ninazungukwa na nyoka usiku wa 8, nakosa usingizi. Kwa kweli nilikuwa sina usingizi mzuri, nilikuwa naota ndoto mbaya sana. Lakini sasa hivi unalalaje? Namshukuru Mungu, sasa hivi nalala vizuri. Zile ndoto mbaya za kukabwa, kuzungukwa na nyoka, kukimbizwa na wanyama zimeniachia tena, niko vizuri. Sasa hivi nalala vizuri. Unapenda kuambia nini watu ambao wanakutazama na kukusikiliza? Napenda kuambia ya kuwa mahali hapa Mungu yupo. Wakaribie mahali hapa, wafike waone miujiza ya Mungu. Mungu anatenda mahali hapa, wafike. Amina mama, karibu sana na Mungu akubariki sana mamangu. Amen. Karibu mama, unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Flora Daniel Makere, natokea Kiborloni. Karibu, napenda uwasimulie watu kuhusu Mungu wa mahali hapa. Uelezee ni changamoto gani ilikuleta mahali hapa na Mungu wa mahali hapa amekutendea kitu gani? Napenda kumshukuru Mungu wa mahali hapa kwa sababu nilikuja kwanza hapa na changamoto ya kuumwa miguu. Miguu ilikuwa inanisumbua kwa muda mrefu, na vile vile pia nilikuwa na shida ya tumbo, nilikuwa na uvimbe. Ila namshukuru Mungu wa mahali hapa wa Ebeneza, amenitendea matendo makuu ya Mungu kupitia mtumishi wake wa mahali hapa, Pastor Humphrey Godfrey. Kwa hiyo na washukuru sana, nashukuru kanisa la Ebeneza, namshukuru Mungu wa mahali hapa kwa matendo makuu alionitendea. Sawa mama, natoka umefika katika madhabahu hii una muda gani? Na miezi 3. Una miezi 3. Natoka umekuja, changamoto zilizokuwa unapitia zimekwisha? Zimekwisha, namshukuru Mungu. Mama, tuambie, unaitwa nani na umetokea wapi? Mimi naitwa Angel, nimetokea Majengo. Umetokea Majengo. Una muda gani mahali hapa? Mahali hapa mpaka sasa hivi na miezi 3. Ni kitu gani Mungu amekufanyia mahali hapa mpaka leo hii umeamua kusimama na kushuhudia? Mungu amenitendea matendo makuu sana. Mungu wa mahali hapa kwa kweli anaweza, na Mungu wa mahali hapa kwa kweli anafanya. Ukimtegemea kweli anakutendea. Nilikuwa na matatizo makubwa. La kwanza, mtoto wangu alikuwa hana kazi, lakini muda wa siku 15 mtoto wangu alipata kazi. Mama, mtoto wako alikuwa na tatizo la kutopata kazi kwa muda gani? Ni muda mrefu, ni miaka. Lakini ulipokanyaga mahali hapa mtoto wako akapata kazi? Hiyo muda wa siku 15 mtoto wangu akapata kazi. Una ushuhuda mwingine mama? Ushuhuda mwingine ni mimi mwenyewe. Nilikuja hapa nilikuwa sifai, nilikuwa sipendeze, nilikuwa niko katika hali mbaya. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, kama mnavyoniona ninang'aa kwa ajili ya Yesu wa mahali hapa. Amina mama, zidi kutunza muujiza wako mama. Amen, nashukuru. Amina. Mama, unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Gladi Moses Mlai, natoka Odmoshi Mande. Aha mama, toka umefika kwenye hii madhabahu ya Ebeneza, Mungu amekutendea nini na una muda gani katika madhabahu hii? Nilikuja kwenye hii madhabahu nikiwa ninaumwa sana, nimeugua kwa kipindi cha miaka 13, tatizo la sukari, tatizo la pressure na kuvuja mkojo kwa sababu ya sukari. Sawa mama, na ulipofika uko na mtumishi wa hapa akakuombea, toka amekuombea sasa hivi unaonaje hali yako? Tangu nimeombewa sijalazwa tena hospitalini. Nilikuwa nalazwa hospitalini kwa gharama shilingi kila mwezi nalipa 110,000 kwa ajili ya matibabu. Lakini tangu nimekanyaga hapa namshukuru Mungu nimepona. Sijapata tena tatizo wala kulazwa hospitalini. Mimi ni mzima.
Mungu ni mwema mama. Natoka umefika hapa, umepokelewa, unafanyiwa huduma zote za maombi na kila kitu. Kuna gharama yoyote unatozwa na mtumishi? Hapana, sijatozwa hata shilingi moja. Ndio maana nasema nilipoteza hela nyingi mahospitalini pasipo kulitambua ile kanisa. Baada ya kulitambua ile kanisa, naweza nikasema mimi ni tajiri mdogo kwa sababu sipeleki tena hela hospitalini. Unapenda kuambia nini watu ambao wanashindwa kuja kwenye madhabahu hii? Labda wanasikia maneno mtaani 1 2 3, wanakatishwa tamaa, wanashindwa kuja. Wewe unawaambia nini kuhusu madhabahu hii hapa ya Ebeneza? Ninawaambia jamani, njoni madhabahu ya Ebeneza. Hapa pana Mungu anayejibu, Mungu anayesema. Njoni mkaone miujiza. Mimi sikutegemea kupona kwa sababu nilikuwa naambiwa sukari haiponi, pressure haiponi, lakini hapa imepona katika jina la Yesu. Karibuni jamani, mkajionee wenyewe. Asante, tunapenda kuwakaribisha katika kanisa letu la Ebeneza lililopo Moshi mjini karibu na Fire.